Watu wengi wanaishi na kikohozi kwa wiki nyingi, na kitu cha kushangaza ni hiki: wanaamini ni mafua tu. Wanaenda kununua dawa ya kawaida, wanakunywa chai ya tangawizi, halafu wanasubiri ipone yenyewe. Lakini inashangaza kwamba kikohozi kinaweza kuwa ishara ya tatizo kubwa zaidi mwilini, na wakati mwingine si hata mafua, na wanakohoa kwa wiki 3, 6, hata miezi 2 bila kujua chanzo halisi. Leo nitakueleza sababu zote muhimu za kikohozi kisichoisha, dalili hatari zinazojificha, na wakati gani unapaswa kwenda hospitali mara moja. Kanami hadi mwisho, kwa sababu sehemu ya mwisho ni moja ya hatari zaidi, lakini watu wengi huipuuza kabisa. Kikohozi ni nini kweli? Kikohozi si ugonjwa, ni mfumo wa ulinzi wa mwili. Mwili unatumia kikohozi kuondoa vumbi, kamasi, moshi na vijidudu. Kwa kawaida, mafua ya siku 7 mpaka 14 huisha. Lakini kama kikohozi kikizidi wiki 3 au kujirudia kila siku, hapo kinakuwa chronic cough, kikohozi cha muda mrefu, na hapo ndipo huanza kujificha. Sababu zisizo mafua. Kwanza, kuna pumu. Watu wengi wanapumu bila kujua, yani asma. Dalili zake ni kukohoa usiku sana, kubana kifua, kupumua kwa kelele yani wheezing, na kukohoa baada ya kucheka au mazoezi. Kitu cha kushangaza, wengine hawawahi kuhisi kupumua kwa shida, lakini kikohozi pekee kinakuwepo. Kuna allergy pia. Mzio ni moja ya sababu kubwa sana ya kikohozi kisichoisha. Unaweza kusababishwa na vumbi, harufu kali, moshi au majani ya maua, tunaita pollen. Chafya mara kwa mara, macho kuwasha, koo kuwasha. Ikiwa mazingira hayabadiliki, kikohozi hakitaisha. Acid reflux. Hii ni hali ambapo tindikali, yani asidi iliyoko tumboni inapanda juu kooni. Dalili: kikohozi baada ya kula, kuwaka kifua, ladha ngumu au chungu ya chakula asubuhi. Watu wengi hawajui tumbo linaweza kusababisha kikohozi. Sehemu ya 3 ni maambukizi ya mapafu, bronchitis ya muda mrefu. Hii hutokea baada ya maambukizi ya mafua yasiyotibiwa vizuri. Dalili: kikohozi chenye makohozi, uchovu, kifua kubana. Sababu nyingine ni pneumonia kujirudia. Mapafu yanaposhambuliwa mara kwa mara, kikohozi hakiishi, homa hujirudia, mwili unazofika. Hii ni moja ya sababu muhimu sana. Kikohozi zaidi ya wiki 2 mpaka 3, jasho la usiku na kupungua uzito pamoja na uchovu mkubwa. Hii ni sababu ambayo watu wengi huchelewa kugundua, kwa sababu huanza kama mafua ya kawaida tu. Mazingira na tabia hatarishi. Kwanza ni mazingira yenye moshi wa sigara. Hata kama uvuti sigara, kuishi karibu na mvutaji kunaathiri mapafu yako. Unaweza kupata kikohozi cha asubuhi au kikohozi cha muda mrefu. Hewa chafu na vumbi. Miji yenye uchafu wa hewa husababisha kuwasha koo, kikohozi cha kudumu. Dawa zinazochochea makohozi. Baadhi ya dawa za pressure zinaweza kusababisha kikohozi kisichoisha, hasa usiku. Sababu zinazoonekana rahisi. Kwanza, kuna kitu kinachoitwa postnatal drip. Hii ni hali ambapo kamasi hushuka kutoka puani kwenda kooni. Dalili: kuhisi kitu kinateremka kooni, kukohoa mara kwa mara na koo kuwasha. Msongo wa mawazo. Watu wengi hawajui hili. Stress inaweza kubadilisha njia ya kupumua na kusababisha kikohozi cha mara kwa mara, kuongeza hisia za kukosa pumzi. Hatari nadra sana kama saratani ya mapafu. Sio kila kikohozi ni saratani, lakini ni muhimu kujua dalili kama kikohozi kisichoisha, damu kwenye makohozi, kupungua uzito bila sababu, na maumivu ya kifua. Hii inahitaji uchunguzi wa haraka hospitalini. Lini muende daktari? Nenda hospitali kama una kikohozi zaidi ya wiki 3, damu kwenye makohozi, homa ya muda mrefu, kupungua uzito na kupumua kwa shida. Usisubiri
dawa za nyumbani tu. Wahi hospitali mara moja. Namna kujilinda: epuka vumbi na moshi, kunywa maji ya kutosha, tibu allergy mapema, usipuuzie kikohozi cha muda mrefu, fanya check up kama kikohozi hakiponi. Kikohozi kinaweza kuonekana kidogo tu, lakini mara nyingi ni mwili wako unakuonya mapema. Usikipuuze. Like kama umejifunza kitu kipya leo, comment afya, subscribe kwa video zaidi, na kumbuka afya yako ni thamani yako kubwa zaidi.